Asilimia kubwa ya wanadamu ambao wamezaliwa na kuishi katika uso wa dunia wana ndoto ya kufanikiwa, kwani hakuna hata mmoja ambaye anapambana katika uso wa dunia huku akitegemea kufeli kwenye maisha yake. Lakini zipo sababu mbalimbali ambazo zinaua matarajio na ndoto za binadamu wengi ambao wamezaliwa na kuishi katika uso wa dunia. Moja kati ya sababu ni aina ya binadamu ambao wanaambatana nao katika safari ya maisha. Kwa sababu hiyo, leo nitakwenda kukuambia wanadamu mbalimbali ambao unatakiwa kuwaweka mbali na maisha yako, ikiwezekana uwablock kabisa kwenye maisha yako kama wewe ni moja kati ya binadamu ambao wanatamani kufanikiwa kwenye maisha yao, kwani hao ni wanadamu ambao wanazuia mafanikio yako bila wewe mwenyewe kujua. Kama wewe ni moja kati ya binadamu waliovutiwa na video hii na unatamani kuendelea kujifunza vitu mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Wafuatao ni binadamu ambao unatakiwa kuwaweka mbali na maisha yako kama unatamani kufanikiwa katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe. Namba 1, binadamu wanaokupotezea muda. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini. Vipo vitu mbalimbali vyenye thamani kubwa katika maisha ya mwanadamu, lakini muda pia ni miongoni mwa vitu vyenye thamani kubwa katika maisha ya mwanadamu, lakini wengi hawalijui hilo. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Pamoja na kuwa muda ni kitu chenye thamani kubwa katika maisha yako, lakini tofauti ya thamani ya muda na thamani ya vitu vingine vyenye thamani unaweza ukavipoteza na bado ukaja kuvinunua tena na kuvimiliki kwenye maisha yako. Lakini muda ni moja ya vitu vyenye thamani kubwa zaidi kwenye maisha yako, kwa sababu muda ni kitu ambacho unapokipoteza hautaweza kukirejesha tena kwenye maisha yako. Tarehe ya leo itakapopita, hata uwe nani, hautaweza kuirudisha nyuma, na ndio maana mpaka unazeeka muda utakuwa unakwenda tu, hautarudi nyuma. Na ndio maana moja kati ya majuto ambayo wanayo binadamu wengi waliozeeka ni kujutia upotevu wa muda ambao waliufanya katika kipindi cha ujana wao. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wewe ni mwanadamu ambaye una ndoto ambazo unatamani ziweze kutimia katika maisha yako, lakini wapo baadhi ya wanadamu ambao hawana ndoto katika maisha yao. Hao ni watu ambao utakapowaweka karibu na maisha yako, hao ni wanadamu ambao wanapenda kuupoteza muda kwa sababu wao hawana ndoto, malengo wala maono yoyote kwenye maisha yao. Jambo ambalo unatakiwa kulizingatia kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanaambatana na binadamu wanaopoteza muda kwenye maisha yao, lazima na wewe utaingia kwenye saiko yao. Utajikuta pamoja na ndoto ulizokuwa nazo, maono na malengo makubwa ambayo yapo ndani yako, utajikuta nawe unapoteza muda kama wao, na mwisho wa siku utakuwa unajifariji kuwa nitafanya kesho. Kesho itakapofika unasema tena nitafanya kesho, lakini kesho inapofika unajiahidi mwenyewe kuwa utafanya kesho. Utajikuta muda wako wa ujana unaisha, unaingia katika uzee, umri ambao utakuwa ni wa majuto makubwa kwenye maisha yako. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Haijalishi wewe ni nani, umezaliwa wapi, upo taifa gani, ama upo mkoa gani, ikiwa una malengo ambayo unatamani kuyatimiza, tambua kuwa malengo yako ni jukumu lako. Hakuna mwanadamu yeyote mwenye uchungu na ndoto ulizokuwa nazo. Waweke mbali wanadamu ambao wanakupotezea muda wa kupambania ndoto na malengo uliyokuwa nayo. Haijalishi watakufikiriaje, kwa sababu usipofanya hivyo, niamini mimi, zipo siku za majuto ambazo zitakuja kwenye maisha yako. Namba 2, wanadamu wanaoitamani nafasi yako. Ushindani ni jambo la kawaida katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, kwani kupitia ushindani wapo baadhi ya wanadamu ambao wanaweza kufanikiwa kupiga hatua kubwa katika maisha yao. Lakini moja kati ya mambo ambayo lazima uyazingatie na kuishi nayo kwa tahadhari kubwa kwenye maisha yako, wapo baadhi ya wanadamu ambao wanatamani kuwa kama wewe. Wapo wengi wao ambao wanaitamani nafasi yako. Pamoja na kuwa wanacheka na wewe, wanakupenda, wanaonesha kukujali,
Lakini moja kati ya siri ambazo zipo katika nafsi zao ni kuwa hiyo nafasi ambayo umeikalia wanaitamani, hivyo wanatamani upitie changamoto fulani kwenye maisha yako itakayokufanya uipoteze nafasi ambayo unaimiliki ili wao waweze kuikalia. Na amini usiamini, hawa ni wanadamu ambao pindi utakapowaweka karibu na maisha yako watakuwa washindani wa sirisiri ambao usoni watacheka na wewe, lakini watakuwa wanapigana vita na wewe bila wewe mwenyewe kujua. Watakapofanikiwa kukuangusha, wataweza kuichukua nafasi ambayo wewe unaimiliki. Haijalishi ni sehemu yako ya kazi, biashara au katika jambo lolote ambalo unalifanya katika maisha yako. Ukibaini yupo mwanadamu ambaye anaitamani nafasi ambayo wewe unaimiliki, huyo ni mwanadamu ambaye unatakiwa kumweka mbali kabisa na maisha yako, kwani utakapomweka karibu na maisha yako ataweza kujua udhaifu wako. Kupitia udhaifu huo ataweza kukuangusha na kuishika nafasi ambayo wewe haukutamani kuipoteza kwenye maisha yako. Namba 3, muweke mbali na maisha yako mwanadamu ambaye ni kikwazo katika safari yako ya mafanikio. Mwanadamu anapotangaza kuianza safari ya mafanikio, anakuwa ametangaza vita na wanadamu ambao hawatamani aweze kuifanikisha safari yake ya mafanikio. Kuna vikwazo mbalimbali ambavyo lazima ataanza kukutana navyo. Vipo vikwazo ambavyo anaweza kuviepuka, lakini vipo vikwazo ambavyo hawezi kuviepuka. Moja kati ya vikwazo ambavyo kila mwanadamu anaweza kuviepuka ni aina ya watu ambao anaambatana nao kwenye safari yake ya maisha. Wapo binadamu ambao utakapowaruhusu wawe katika saiko yako ya mapambano, wanakuwa ni vikwazo katika safari yako ya mafanikio. Kila unapokaribia kupiga hatua, wao wanakuwa ni sababu ya kukurudisha nyuma, labda kwa sababu ya mfumo wao mbaya wa maisha, au labda kwa sababu ya maono yao hafifu. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyazingatia katika maisha yako kwa namna yoyote, ukibaini mwanadamu fulani ambaye unampenda na unatamani aendelee kuwa karibu na maisha yako ni kikwazo kinachokuzuia kuyafikia malengo na mafanikio ambayo unayahitaji katika maisha yako, huyo ni mwanadamu ambaye unatakiwa kumweka mbali na maisha yako, kwani utakapoendelea kumweka karibu na maisha yako hautaweza kufanikiwa, kwani wakati wewe unapambana ili upige hatua kuyasogelea kama si kuyafikia malengo ambayo unayo, yeye atakuwa anajitahidi kukurudisha nyuma. Huyo ni mwanadamu ambaye unatakiwa kumbloko, kwa sababu wewe ni moja kati ya wanadamu wenye ndoto kubwa na wenye kiu ya mafanikio kuliko binadamu wengine. Namba 4, muweke mbali na maisha yako mwanadamu mwenye wivu na mafanikio yako. Moja kati ya tabia za ajabu ambazo baadhi ya wanadamu wanazo katika maisha yao, wakati wewe unaamka asubuhi na mapema kwa ajili ya kwenda kupambana, wao wanakuwa wamelala. Wakati ukijitoa kufanya kazi ngumu ambazo wakati mwingine inaonekana ni kama unajidhalilisha, wao wanaendelea kukucheka, huku wakiendelea kukaa vijiweni wakifanya michezo mbalimbali ambayo haina manufaa katika maisha yao. Lakini pindi unapoanza kufanikiwa, wanaanza kukuchukia. Hawatamani kabisa uweze kupiga hatua katika maisha yako, hali ya kuwa mafanikio ni haki yako kwa sababu ya jitihada ambazo unazo kwenye maisha yako. Ngoja nikwambie kitu kimoja, kwa namna yoyote, ikiwa wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wapo katika ukaribu na binadamu ambao hawajitumi, siku moja lazima binadamu hao wataanza kuwa na roho ya chuki dhidi ya mafanikio yako, kwani kila unachokifanya kwenye maisha yako ni kama mbegu ambayo mkulima anaipanda katika shamba lake, ni kama mbegu itakayozaa matunda siku moja. Watu wengi ambao hawajitumi wanawaonea wivu binadamu wenye mafanikio, hali ya kuwa binadamu wenye mafanikio walijituma. Hao ni wanadamu ambao unatakiwa kuwaweka mbali na maisha yako, kwa sababu mwanadamu mwenye wivu na mafanikio yako lazima ataanza kutengeneza visa mbalimbali ambavyo vitakuwa na mlengo wa kukurudisha nyuma. Atafurahia anguko lako, hatakuwa na ushauri mzuri kwenye maisha yako. Atakuwa ni mwanadamu ambaye anakusema vibaya kwa watu wengine ili mradi tu ukose msaada pindi utakapokuwa katika anguko. Ninakushauri kwa namna yoyote, ukibaini rafiki, ndugu au jamaa yako ana wivu na mafanikio yako, basi huyo si mtu wa kumweka karibu na maisha yako. Namba 5, mwanadamu asiyejitambua.
Moja kati ya tabia ambazo wanadamu wasiojitambua wanazo katika maisha yao ni tabia ya kupenda kulaumu kwa kila kitu ambacho kinatokea kwenye maisha yao. Hata changamoto mbalimbali ambazo wangeweza kuzitatua, wao hawachukui hatua yoyote, bali huendelea kuwalaumu watu wengine, ikiwa ni pamoja na serikali. Moja kati ya tabia mbaya ambazo zitaendelea kukuweka kwenye wimbi la umaskini ni pale ambapo na wewe utaiga tabia ya ulalamikaji katika vitu ambavyo laiti ungeweza kuchukua hatua, basi ungeweza kuondokana na changamoto ambayo imekukabiri na kuyabadilisha maisha yako. Wakati mwingine, baadhi ya fursa katika maisha yetu huja kama changamoto. Kama tukiwa na busara ya kutazama fursa ambazo zipo katika changamoto, hatuwezi kuwa walalamishi kila wakati, bali tutakuwa watu wa kuchukua hatua. Binadamu wengi wasiojitambua watakapokuwa karibu na maisha yako, nawe utajikuta unaanza kuwa na tabia kama zao, na hilo litakuwa ni gereza ambalo litayazuia mafanikio yako. Ninaamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, tukutane tena katika video ijayo. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye.